Tumsifu Mungu, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunazitazama ahadi za Mungu katika maisha yetu. Tuko katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Tuko sasa sura ya 28. Katika sura hii ya 28 kumejaa baraka nyingi tu na ahadi nyingi za baraka. Tutaanza kusoma kuanzia mstari wa kwanza. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Amin. Pendwa mtazamaji wangu, tumefika sura ya 28. Tumeanza na mistari miwili na baadaye tutaendelea. Tutakuwa tukizipitia baraka mbalimbali zilizoahidiwa hapa katika mistari hii miwili. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Hapa maana yake Musa anamwambia wana wa Israeli kwamba mtakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wenu, halafu kwa bidii. Kwa bidii hapa maana yake kwa juhudi, kila mara kutafuta kuisikia sauti ya Bwana Mungu wao na kuitii kwa bidii. Halafu anasema na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ninayokuagiza leo. Ukifanya hivyo kwa bidii, ndipo hapa inamaanisha msisitizo hapa. Ndipo inahusiana na msisitizo, inaleta jawabu. Nini kitakachotokea kama utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote kwa bidii? Ndipo nini kitakapotokea? Anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Kutukuzwa hapa maana yake ni kujulikana. Atawapa kujulikana, atawapa mfahamike. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokupa kufahamika. Wapi? Duniani kote. Halafu anasema ndipo baraka hizi zote zitakapokujilia na kukupata. Ndipo baraka hizi zote zitakapokujilia. Hizi zipi? Zile zitakazozitazama huko mbele. Kuna baraka tutaziangalia moja moja huko mbele. Zitakapokupata. Kupata maana yake zitakufuata na kukupata. Baraka zitakufuata na kukupata. Kwa hiyo hapa kuna mambo mawili makubwa. Atakutukuza, halafu baraka zitakufuata na kukupata. Ndipo baraka hizi zitakapokujilia na kukupata. Kitu kinachotakiwa hapa ni kuisikia sauti ya Bwana na kuyatunza maagizo yake. Ndipo Mungu anasema, Musa ndipo anasema, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza, halafu atafanya baraka zikupate, ataziamrisha baraka zikupate. Pendwa mtazamaji wangu, jambo hili ni muhimu sana na ni la lazima kwangu na kwako kuyatunza maagizo ya Bwana Mungu wetu, ili mradi unataka kujulikana, ili mradi unataka kufahamika. Mungu anachotaka uyatii na kuyafuata maagizo yake, kuitii sauti yake na kufanya mapenzi yake. La sivyo hawezi kukutukuza, watu hawatakutambua, watu hawatakujua. Kama unataka kujulikana, jambo kubwa unalotakiwa kufanya ni kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kutunza yale anayoyasema. Halafu anasema na baraka zitakufuata na kukupata. Nataka baraka zikujie wewe, kazi ulionayo kubwa ni kulisikia neno la Mungu na kulitunza. Kulisikia neno la Mungu kwa bidii. Kwa hiyo maana yake kila siku jitahidi kulisikia neno la Mungu, jitahidi kulisoma neno la Mungu, jitahidi kukaa uweponi mwa Mungu. Kwa njia hiyo Mungu anasema atakupa kujulikana,
Wako watu wangependa wajulikane, wako watu wangependa watu wawaone, lakini kumbe kigezo ni kwa Mungu kwanza, anayewapa watu kujulikana, ndipo unaweza kujulikana. Kwa hiyo anza na Mungu, halafu ndipo atafanya mlango wa wewe kujulikana, watu wakufahamu, watu walijue jina lako, watu wajue kazi yako, watu wakusifu kwenye sifa, kwenye cheo chako au kwenye nafasi yako. Ni jambo kubwa ni kuitii sauti ya Bwana Mungu wako. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja. Naamini uko pamoja nami na unafurahia, lakini mambo yanayokuja ni mazuri zaidi, maana ziko baraka hapa nyingi zimetajwa katika sura hii. Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane wakati huo, katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.